Ofa mpya mmeiona, mshahara mpya kwa Wadada Center. Kwa mara ya kwanza tunaenda juu ya 500,000 kwa sababu 500,000 ndio top hapa kwetu. Lakini sasa hivi tunashukuru kwamba tumepata watu ambao wameenda juu ya mshahara tunaoofa sisi. Hawa ni wateja wetu ambao ni wapya, wanahitaji mtaalamu wa malezi ya mtoto. Wana mtoto huyu mmoja, na wao tulivyowatajia kwamba professional wetu analipwa 500,000 wakasema sisi ofa yetu ni 800,000 kwa sababu tunataka kuattract mtu mzuri sana, mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana. Kwa uzoefu wao wanaona kabisa 500,000 bado hawataweza kuvutia mtu ambaye ana high quality vigezo vya malezi. Na huyu dada anaenda kufanya kazi ya malezi. Priority yao ni malezi, na wana mtoto huyu mmoja, sio 4 sio 3, huyu mmoja. Na vile vile wana wadada wengine ambao wanafanya majukumu mengine ya usafi, mapishi, ila huyu atakuwa kama kiongozi wao, anatakiwa kuwa house manager. Kwa hiyo atakuwa anafanya kazi yake ya malezi, lakini pia anawaangalia wale wengine ambao wanafanya majukumu mengine. So kwangu mimi ni furaha kwa sababu ndio kwanza tunaanza. Ninaamini kabisa Wadada Center tutaleta mabadiliko makubwa sana kwenye hizi kazi za ndani, kwa maana ya kwamba kwenye upande wa malipo ile mishahara ya 60,000 si ndio kima cha chini huko, tunaondoka kabisa. Tunaondoka hapa kwetu mshahara mdogo kabisa ni 100,000, na 100,000 unapata dada ambaye hana uzoefu sana wa kazi za ndani. Kuanzia 1,500,000 dada yote ambaye ameshafanya kazi za nyumbani, yani anazijua sawa, ana uzoefu, analipwa 1,500,000. Lakini wale ambao hawajawahi kufanya ndio wanaanzia kwenye 100,000. Kwa hiyo hawa smart wanaoweza kujiongeza hao wanalipwa 300,000. Professional wanalipwa 500,000. Nao tutaenda kwenye professional plus. Kwa mshahara huu mimi kwanza natamani katika candidate ambao tutawapata wawe ni watu ambao wana ujuzi wa juu, ili ile 600,000 mpaka 800,000 twende kwenye ile top ya 800,000. Ofa ya hawa mabosi kwamba uwe na uwezo ambao utamconvince huyu bosi aweze kukulipa 800,000, na hiyo ndio itakuwa mshahara wetu wa professional plus, kwamba kutakuwa na professional kama tulivyo na traditional na traditional plus. Sasa hivi tunakwenda kwenye professional na professional plus. Professional plus ndio hawa ambao sasa yani wao yani kwenye hizi kazi wako vizuri. Kwa hiyo mimi ningekuwa ni mdada ambaye sasa hivi najitafuta au naona kabisa hakuna ajira, eneo ambalo ningeanzia ni kwenye hizi kazi za ndani, na ningeanzia sio tu kwa kujaribisha, ningeenda kupata ABC, ningejifunza. Tumezaliwa hatujui vitu vingi, tumezaliwa tuko empty, hatujui chochote. Hata hiyo unayojivunia ni career ulionayo, si nimesomea hiki nimesoma, ulienda kusoma bila kujua kwamba utakuja kupata changamoto ya kupata kibarua cha kufanyia cha kufanya kazi yani umeenda kusoma taaluma yako, umeisomea miaka, umetumia muda mrefu kuipata na umetumia pesa kuipata, and then unakuja mtaani hauwezi kupata kazi kwa hiyo taaluma ulikuwa unasomea. Sasa kwa nini usiende ukachukua hizi taaluma hizi za housekeeping, za mapishi na kuangalia watoto, ambazo nyingi ni za muda mfupi na uhakika wa kazi upo. Hizi kazi ziko nyingi na zinazidi kutanuka. Actually, moja ya kazi kubwa ambayo tumeifanya ni kuleta ile awareness ya mabosi na waajiri kutoka kwenye kuajiri wale wadada wa 3 ambao hawana uwezo, they are not competent kwenye kufanya haya majukumu ya nyumbani, na kuanza sasa kwenda kwenye dada ambaye ni house manager, anajiongoza, anajisimamia, means kwamba bosi anaweza kusafiri, anaweza kufanya kazi zake yani akiwa anajua nyumbani nina mtu ambaye ana take care nyumba yangu vizuri kabisa pamoja na watoto. So hiyo ni awareness ambayo Wadada Center, that is our legacy. Na tunapokwenda, manake dunia irudi nyuma, inaenda mbele. Watu watazidi kuhitaji wafanyakazi ambao wanajielewa, wanajitambua, wanaweza kumudu majukumu ya nyumba vizuri na kupangilia majukumu yao. So mimi ningeshauri kama we ni mdada, msichana, una taaluma yako uliosoma, una struggle kupata kazi, angalia hizi taaluma ambazo sasa zinaenda kwenye hii mishahara. Angalau yani kama ni mtu ambaye una either taaluma yoyote,
unaanza kwenye smart. Kwa wale ambao wanaanzia chini, wasichana wanaoanzia chini kabisa, it is fine. Bado 1,100,000 sio mshahara mdogo. 1,200,000 traditional plus sio mdogo, lakini jikuze, jiongeze, kwa sababu tulivyozaliwa Mungu ametupa akili au ametupa kifaa ambacho unaweza kujifunza kitu chochote anytime na ukaweza kukifanya. Kwa hiyo sasa hivi watu wanataka wafanyakazi wazuri, na nilisema tena kwenye video zangu, kitu kikubwa sana ninachowafundisha ni kwamba jifunze jinsi ya kumwangalia bosi wako kama mteja wako, yaani kwa ile perspective au ile mtazamo kwamba mteja ni mfalme. Kwa hiyo bosi wangu nitahakikisha anaridhika, yaani nitamfurahisha kwa majukumu. Nilisema kwa majukumu, maana wanawake ni hodari wa kufurahisha wanaume kingono. Mimi am not huko kabisa, siko huko kwenye biashara za ngono, kwa sababu hizo sio kazi ambazo zina baraka na neno la Mungu linakataza. Lakini kazi kama kazi, aidha ni kumpikia bosi wako vizuri akafurahi, kufua nguo zake vizuri, kuzinyoosha, kuzipanga vizuri kwenye makabati na kila kitu, watoto wake wamekaa vizuri. Yani I wish kama wadada ambao wanafanya kazi za nyumbani wangeelewa, yani wakaacha ile mitazamo walionayo sasa hivi, huyu bosi ana mdomo, huyu bosi ana gubu, huyu bosi akaagi na wadada, huyu bosi, yani kuna kama vita huko nyumbani kwa bosi. Unafanya kazi lakini ni kama yani ni adui yako ndani ya moyo wako, yani haujafunguka kwamba you are saving, unatoa huduma kwa hiyo familia. Yani hapa hakuko kweupe, kumekaa hivi, yani ndio hivyo. Mwingine anakurupuka tu anaondoka au nini, yani vurugu mechi. Yani huku pembeni maneno unayoongea kuhusu bosi wako sio mazuri, na kitu ambacho unashindwa kujua ni kwamba Mungu hawezi kubariki na kufungua baraka zake kwako kwa sababu una kitu ndani yako unachokifanya ambacho hakiko sawa. Yani unapaswa ufanye kazi mahali ukiwa umefungua moyo wako kwa upendo, yani kumfurahisha. Unajua unapokuwa unasema nataka nimfurahishe bosi wangu, hata wewe bosi akifurahi naye atakulipa vizuri, mtaishi vizuri. Hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho wadada wanaokuja kwenye hichi kituo cha Wadada Center na wacoach na watrain hicho kitu. Najua sio kitu kirahisi, lakini that is our vision. Yani vision yetu, wadada watoke kwenye hizi kazi za kufikiria ni za manyanyaso, ni za utumwa, ni za nini. As long as unapata hela. Kazi za utumwa ni hizo za kwenda kupikia mume miaka yako yote alafu huna chochote cha maana ulichopata. Yani the minute mwanaume anaondoka kwenye maisha yako, you are done, you have nothing. Hizo ndo kazi za utumwa. Why? Kama kweli unampenda, have something. Msaidie kama mwanamke, mke mwema wa Mithali ya 31. Nunua mashamba, utanunua na mawe, umekaa nyumbani unajifariji, umejishika kwenye neno, mimi namhudumia mume wangu. Namhudumia mume wako hao. Una mume unayemhudumia. Wewe hapo umewekwa kama mfanyakazi kwa title ya mke, lakini you have nothing. Yani tena unatoa na kiburudisho. Wewe ni kiburudisho ambacho hulipwi. Unafanya hizo kazi nyingine zote hulipwi. Malipo yako ni chakula. Hivi kweli katika vitu vyote ambavyo Mungu amekupa, ikiwepo akili ya kuweza kuwa mbunifu, ya kuweza kuwa mzalishaji. Maana Mungu yani katika kitu cha kwanza alichowaambia wanadamu, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha na kutawala dunia, ambayo hiyo kwa lugha ya Kiingereza na lugha zingine ni kuwa fruitful, yani kuongezeka. Kwa sababu hata huyo mwanaume angekuwa na chochote usingekuwa naye. Huyo mwanaume wako ndio ameongezeka, ndio maana hata anaweza sasa kuwa na family, kuwalisha na vitu vingine kama hivyo. Hata wewe mwanamke unapaswa kuwa hivyo. Lakini ukisema tu mimi nimechagua kumhudumia tu mume wangu, wewe unafanya biashara ya ngono, umeamua kutumia mwili wako kama kitu kinachokuingizia. Actually akikuingizia ili upate kuishi, upate kula tu. Kwa sababu una hela yoyote, huna akiba yoyote, una hela yoyote, yani huna chochote unachoweza kufanya. So kwa mwanamke ambaye ameamua kufanya kazi za nyumbani kibiashara, anafanya hizi kazi, kwanza atumii mwili wake, hautumiki, na yeye anatoa nguvu zake, analipwa mwisho wa mwezi. Huyo ndio mwanamke ambaye anajitambua, anajielewa, na hizo ndio kazi ambazo tuna promote. Kwa kama you are smart, huku kuna fursa kubwa sana. Jiongezee maarifa, ili uweze kutoa huduma nzuri, uwe na skills nzuri ambazo utakapokuwa na bosi ambaye anahitaji umhudumie, basi ataridhika, atafurahi, na wewe utapata malipo mazuri, na wewe baadaye utaanzisha maisha yako unayoyataka.